ubainifu haya, anna sulba linsani, ya kwamba sulbi ya mwanadamu, huwa amuduhu, ndiyo nguzo yake, alfiqri, pevu, nguzo kuu inomfanya aweze kuishi, akae kitako, aende, akimbie mbio, aruke pahala juu, achukue jembe, apige kwenye ardhi, ana nguvu za kutosha, abebe gunia la chumvi, gunia la mchele, pakiti ya saruji moja mbili. Hiyo kwa hakika anaifanya kwa sababu kuna kitu kiitwacho al-amudul fiqri, kuna nguzo pevu huko juu mgongoni. Husikii watu wanamwambia mtu kama anaacha kazi vile anastaafu, husikii kuna maneno ya Kiswahili anaambiwa atapewa kiinua mgongo, kwa sababu mgongo umeinama, katomeka siku nyingi na kaumia, kesha teseka katika kazi ile, kakongweka, kakulia kule kule, pengine tokea kijana mdogo kaanza kutumwa kule, miaka 30 anatumwa kule. Basi hatimaye huambiwa anapewa kiinua mgongo. Kiinua mgongo kwa maana yake cha kusimamisha uhai wake sasa katika siku ambazo zitabaki duniani kuishi yeye. Anainuliwa mgongo, mgongo umebend, umeinama, kiinua mgongo, amudul fakri. Anasema daktari sasa kumjibu al-Maraghi, wa taraibahu, na zile taraibu zake, yani hiyo ni mifupa kifuani. Anasema hii kwa hakika hiya idhamu sadrihi, ni mifupa yake ya kifua, ndio huitwa taraibu. Wa yakadu maanaha, na anasema daktari inakurubia maana yake, yaktasiru, iweze kufupishika, ala hafati ljidari, kama kwa mfano ncha ya ukuta, pembe ya ukuta, asadiri, ya kifuani, asufla, katika sehemu yake ya chini, kama kwamba kuna pembe maalumu ya ukuta wa kifua katika sehemu yake ya chini kifuani huko. Inakaribia vile vile, tuzungumze kwa ufupi hivyo, kama kuna kijipande cha ukuta hivi, pembe yake tu